Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na mfuatiliaji wa Istiqama Swahili TV. Karibu tena kwa siku nyingine tena, kwa mara nyingine tena, kwa wakati mwingine tena katika kipindi cha Nashidi Zetu, kipindi ambacho kinakujia mara moja katika wiki. Lengo ikiwa ni kukuletea, kukusogezea na kukuwekea karibu mushirika mbalimbali ambao wanafanya kazi kubwa sana katika kueneza khairi, kutangaza umma au kutangaza Uislamu, lakini pia kutangaza masala mbalimbali ya khairat kupitia tasnia hii ya Nashid. Kukuletea kipindi hiki naitwa Said bin Musa, kwa ushirikiano mkubwa kabisa wa fundi mitambo wetu hapa Sheikh Sud Hussein Luheta. Basi moja kwa moja ni kuombe mambo manne kama ilivyo kawaida. Jambo la kwanza, kwa wale watazamaji wetu wapya, usisahau na usiache kusubscribe, lakini pia kulike, alikadhalika kushare kwa wengine. Alikadhalika kama utakuwa na maoni yote, basi tuachie katika sehemu ya comment hapo, inshallah tutaifanyia kazi maoni yako na hatimaye basi tuweze kuboresha vipindi vyetu hivi hususan cha Nashidi Zetu. Moja kwa moja sasa, kama nilivyokueleza hapo kabla kwamba lengo ni kuweza kukuletea hapa Munshidun, na leo alhamdulillah tunasimama katika lengo hilo hilo. Tunaye hapa kijana wetu ambaye atatusalimia, na baada ya hapo inshallah atajitambulisha na wapi anatokea na harakati gani ambazo anazifanya, nashidi gani ambazo ameshazifanya tayari katika fani hii ya nashidi. Na bila kupoteza muda basi nikuletee mgeni wetu, tukiamini kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Tunaamini kwamba kupitia yeye mgeni wetu inshallah leo hii tutajifunza mambo mbalimbali ya khairi ambayo tukiyafanyia kazi bila shaka tutakuwa ni wenye kufaulu kwa uwezo wa Allah azza wa jalla. Moja kwa moja sasa nikukaribisha shekhi wangu katika studio zetu za Istiqama Swahili TV, lakini pia jisikie uko huru kabisa kuzungumza na watazamaji wetu inshallah. Na kabla ya hapo basi naomba uwasalimie. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, karibu sana bana, na furahi sana kuungana nawe hapa, na ujisikie uko huru kabisa. Shukran sana. Uko huru, upo pamoja na Waislamu wenzako inshallah. Shukran sana. Wale ambao unaona hapa ndani, lakini pia hata wale ambao hatuwaoni lakini tunaamini kwamba wanatufuatilia. Ndio. Haya, naam, karibu sana. Itambulishe kwa majina. Mimi kwa majina naitwa Saik Abdullah Yusuf, na ndio jina ambalo natumia kwenye tasnia, na ndio jina ambalo nimepewa na wazazi wako. Saik Abdullah ndio jina ambalo natumia katika tasnia hii ya Nashid. Naam. Saik Abdullah imekuwa ni jina ambalo ni maarufu sana, na kumbe ni lile ambalo umepewa na wazazi wako. Ndiyo. Unatumia jina ambalo sio la kutengeneza. Wanasema sio la mchongo, sio? Hapana. Kwa nini umetumia jina hili? Badala kutafuta jina ambalo litakuwa ni lenye kuleta umaarufu zaidi kwa haraka zaidi. Naam, tukija katika jina kwanza kabla ya yote. Jina hili nimependa kutumia mwenyewe kwa sababu nimeliona kuwa ni unique bado. Ndio. Ya lipo peke yake, yani tofauti na majina mengine. Na hivyo nimeliona kwamba linafaa pia vile vile nikatumia kwenye nashidi, na pia nilipata ushauri kwa mamangu pia. Utumie jina hili. Tumia hilo. Saik Abdallah natokea wapi, pengine katika kundi gani? Mimi natokea kwenye logo ya Nasaim Luheta, ambayo ni kiongozi wake ni Afaiz Luheta. Kwa hiyo mimi nipo kwenye chini ya usimamizi wake. Afaiz Luheta ndo kiongozi wetu wa pale, na alhamdulillah anatumanage vizuri. Ni muda gani sasa umekuwa naye Afaiz? Siwezi kunini, lakini kwa makisio unaweza ikaenda mpaka miaka miwili mpaka mitatu. Na unahisi kwamba kuna mafanikio kwa kiasi fulani kutoka pale ambapo kabla hujajiunga na kundi hili na hadi wakati tunazungumza? Mafanikio yapo makubwa alhamdulillah. Namshukuru Mungu sana. Alhamdulillah. Na tasnia hii unakumbuka sio umeanza mwaka gani? Kwa kuanza kabisa rasmi nakumbuka nilianza 2019 corona. Yaani umewekea kumbukumbu ya corona. Mwaka 2019. Naam, na laiti kama ingekuposo corona sidhani kama ningekumbuka. Lakini kumbukumbu zangu ndeka kwenye kidoto corona hii. Mashaallah. Nilianza kipindi kile nakumbuka ni form 2 ndo nilianza rasmi. Shughuli za uimbaji wa nashidi kwa form 2. Kipindi kile. Ndio. Hapa ulikuwa una manage vipi sasa baina ya masomo ya form 2 na fani hii ya unajua
mtu ukitaka kitu na ukikipenda kipo moyoni, utajua wewe ule muda wa kumanage. Lakini ilikuwa na manage masomo na unajua kipindi anashidi sio kama ndo labda utaichukua muda wote ukawa nini. Hapana, ipo hivyo. Unaweza ukachukua mashallah na muda mfupi tu, pengine wakati wa usiku pale ukatengeneza shairi lako na ndo mpaka uwe na hiyo mood sometimes. Unajua mambo yanakwenda na mood haya. Unaweza ukasema ile hamu fulani. Kwa hiyo ikiondoka ile hamu itabidi utafute kazi nyingine ufanye. Si kwa upande wangu mimi uko hivyo. Si kwa wengine inakuaje. Ndio umenikumbusha hapa uliposema kwamba umetumia hili jina la umeweka kumbukumbu ya corona. Ndio. Unajua kila kitu kinakwenda na wakati. Kuna wakati mwingine mtu anazaliwa wakati wa hija. Ndio. Anaitwa hija. Mtoto anaitwa hija. Kwa sababu gani? Kazaliwa wakati wa hija. Au pengine kwa sababu baba yake kazaliwa mtoto huyu wakati babake yupo Maka. Basi mtoto anaitwa Maka. Na wapo kama hawa. Kweli. Wapo kabisa. Sheikh Abdallah, ana historia gani katika nashid? Historia yangu mimi kabla hiyo 2019 nilikuwa ni mdau tu anashid basi. Mpenzi mfuatiliaji. Au ulikuwa mpenzi msikilizaji? Mfuatiliaji kabisa. Ndio. Na sema nilikuwa kusema la ukweli nilikuwa si sana kusikiza kwenye redio. Nilikuwa na peruzi mwenyewe YouTube. Kwa hiyo nilikuwa mpenzi wa nashidi kwa namna hiyo. Kwa hiyo nikaanza mwenyewe. Nilikuwa na rafiki zangu ambao walikuwa wanasoma nashidi ama ni hapana, ambao wafuatiliaji pia. Wafuatiliaji ambao tunasoma skuli pamoja, ni rafiki zangu tu. Kwa hiyo tukaanza pale, tukawa tunaimba wenyewe, mimi mwenyewe naimba, nikatunga kanambia bwana wewe unaweza wewe. Na mimi mwenyewe nikajua naweza. Kwa hiyo nikaanza, nakumbuka kipindi kile nilianza kutafuta mawasiliano ya Faizo. Mwanzo kabisa pale. Mwanzo kabisa. Ndio. Nikaongea naye, alini support vizuri alhamdulillah, alipokea vizuri makubwa sana. Mashaallah. Alikuwa mchangamfu sana kwangu. Mashaallah. Mpaka kesho. Kwa maana mimi na Faiz damdam sana. Zinakwenda kweli kweli yani. Mashaallah. Lakini pengine utakuwa na malengo fulani lisha kwamba ulikuwa ni mpenzi unafuatilia na ukatamani kuingia nawe katika fani hii. Ndio. Inawezekana kuna malengo mengine ambayo umejiwekea. Hebu tuyafahamu angalau mawili matatu kama yapo inshallah. Kwanza lengo la kwanza ni kufikisha ujumbe katika jamii. Kama lilivyo lengo kuu la wote. Kwa sababu kuna watu kukaa kasikiliza mawaidha hivi. Kuna watu kwa inakuwa ngumu, lakini kama atakuwa anasikiliza zile nashidi, lakini kuna kama kitu anakuwa anapata. Anakuwa anapata kwa hiyo hivi, unamhofia kuhusu na kifo labda, anakuwa anapata ujumbe zaidi, ule ujumbe na utakuwa una mawasiri zaidi kuliko kupitia yale maneno ya kawaida. So mashairi yanakuwa yanavuta, sio? Yanavuta, na muda mwingine unakuta mtu anasikiliza mpaka mwenyewe analia. Subhanallah, sikitika. Kwa kila mtu na njia yake ambayo atachukua hiyo dawa. Lakini lengo la kwanza kuu ni hilo. Kwa sababu ulikuwa ni mfuatiliaji wa nashid, na inawezekana kwamba mshahidi na wengi tu ulikuwa unawasikiliza namna vile ambavyo wanafanya. Pengine nani ambaye ilikuchota zaidi ukajikuta kwamba acha na mimi nijaribu au nimuombe Mungu katika kazi hii? Wale ambao umetangulia maki kabla yako wewe ni wengi ambao wana vipaji alhamdulillah. Waswahili manake wanatumia lugha ya Kiswahili. Ndio. Wengi wana vipaji. Mtu amenivuta, ila ambaye amenivuta sana ni huyu kiongozi wangu sasa hivi CEO Faiz Luheta. Ndio ambaye amenivuta zaidi. Lakini pia nilikutana na Munshid Ali bin Yahya ambaye yeye ndo alinianzisha mwanzo kuimba. Yeye ile nashidi yangu ya mwanzo, yeye ndo alikuwa msimamizi wa kila kitu. Ndio. Halafu baadaye alinisaidia sana alhamdulillah. Cha kumlipa sina, nitaendelea kumwambia dua tu. Na pia nikakutana na brother Masudi na
tukaongea tukaishi vizuri, akanisajili kabisa kwenye Raudha Salam, ambaye alikuwa na logo mbili kipindi kile. Kuna Raudha Kids na Raudha Salam. Kwa mimi nilisajiliwa Raudha Salam, lakini ni logo moja tu, ila kuna wakubwa na watoto wadogo. Kwa ukaingia katika Raudha Salam kwa watu wazima. Hapo ndo nikaanza kung'ara, yani naweza kusema. Ndio. Baada ya kwa hapo na brother Masud tulifanya kazi nyingi, alhamdulillah, alinisupport sana, alinisaidia sana. Mashallah. Lakini ndio sasa hivi nipo logo ya Nasai. Unakumbuka nashidi yako ya kwanza iliitwaje? Nashidi yangu ya kwanza kabisa kuimba. Naam. Na inaitwa Ya Allah, ipo YouTube umeposti. Ya Allah. Ipo YouTube. Na ni video kabisa. Hapana, ni lyrics tu. Kwa sababu kipindi kile video ukiangalia na kipato changu, hiyo audio kipindi kile kupapatua, yani nimefanya kupapatua, yani pesa, yani na zaidi kwa vile wewe ulikuwa ni mwanafunzi, bila shaka hauna njia zile za kupata fedha. Nilikuwa sikuwa na njia ya kupata fedha, lakini tukipata nilikiweka nikanini, madam jambo nalitaka basi mimi naamini penye, yani ukitaka kitu ukikania basi unafanikiwa. Kwa sababu Waswahili tunasema kwamba penye nia pana njia. Ukiwa na nia bila shaka njia itafunguka tu na mafanikio yako utayapata. Na jambo kililianza utalimaliza tu bila shaka. Inshallah khair, muhimu ni ile nia iwe njema. Safi kabisa. Wanasema kwamba ndio kutilia mkwazo. Mimi kipindi naanza kusoma nashidi mpaka na record nashidi yangu ya kwanza, mimi hamna mzazi wangu hata mmoja anajua. Sio baba sio mama. Ulikuwa unafanya kimya kimya tu wewe mwenyewe na nafsi yako, kufanya mazoezi mpaka nini. Kipindi wanakuja kujua mimi nishatoa nashidi tayari. Mama unajua mama sote ni mama. Kusikiliza ile nashidi ilikuwa ni play, kuisikiliza tukajua hii sauti ya mwanangu hii. Mashaallah. Akanambia alhamdulillah, hakunigombeza lani, ila alichoniambia ukitaka kufanya vitu kama hivi useme sio kitu kibaya, hatukuzuii. Kuanzia hapo ndo nilianza kupata support. Mashaallah. Mpaka jina akanambia tumia jina hili nyingine, fedha za kurekodi pia alikuwa akinisaidia mama. Nikivuta kumbukumbu na picha fulani katika nashidi yako ya kwanza Ya Allah, wakati ule ambao yani ndio kwanza unaanza, anasema kwamba ni mwanagenzi. Studio kulikuwa na hali gani kwa producer? Mazingira alikuwa changamoto maana yake. Kwanza kipindi kile ambao niko na wewe Ali bin Yahya, hiyo siku na kusema ni force, yani unajua kitu kwa una hamu. Maana nishafanya mazoezi sana yani. Ila kampigia simu asubuhi ya Faizu Aliyahe, wala akampigia simu, vipi anaweza huyo kurekodi mapema fastamente niondoke kwenye safari? Kwa anataka anaweza, vipi unaweza? Naweza. Nikatoka huko nyumbani mbio yani. Kapanda gari pale tukaendelea mpaka kijiji. Alhamdulillah. Niliondoka na ile hofu baada ya kupewa maelekezo, bwana wafanya hivi na hivi. Wala sikusumbua, kuelekeza vizuri. Hakuna usumbufu uliojitokeza. Nilikodi kama mzoefu. Mashaallah. Ni ile kujiamini, wanasema kujiamini. Lakini wakati ule tunazungumza ikiwa ni nashidi yako ya kwanza, mapokezi katika jamii yalikuwaje? Pengine kama utakuwa unakumbuka. Nakumbuka nilipata support kubwa sana. Kutoka kwa jamii. Kutoka kwa jamii. Wakasema kijana unaweza. Naweza, naam. Sikumbuki kupondwa wala kunini yani. Mashaallah. Lakini alhamdulillah nilipata support kubwa sana. Na hadi wakati huu tunazungumza ukiwa ni mushiri tayari, unakumbuka nashidi ngapi umeshazitoa? Hapana. Usikumbuki? Ni nyingi. Ni nyingi kiasi. Zile ambazo umeanzia huko Raudha Salam na zile ambazo unaendeleza nazo sasa hivi ni nyingi manake. Sio nyingi sana, lakini kwa kusema nikumbuke idadi manake huwezi kuzikumbuka, lakini majina yake pengine zile ambazo umetoa mwenyewe naweza. Ipo kuna hiyo moja nilitoa hiyo Allah. Nilitoa na Tubia, nilitoa nipunguzie. Kuna moja I don't never let me down. Kuna nyingine meka juzi, nyingine nyingi tu. Siku yani sija posti bado, ndio zipo kwenye maandalizi. Na nashidi audio nyingi. Mashaallah. Yani muda tu leo kwenda kuanza na kushuti na kunini kidogo, kwa sababu sasa hivi pirika nyingi, lakini alhamdulillah naamini madam ushaanza hizo basi utazimalizia. Na niwaambie tu kitu washabiki zangu,
nimekaa kimya muda mrefu kidogo kiasi. Ndio. Nitarudi insha Allah. Mambo tu yakae sawa vile ambavyo mimi nataka. Asema kimya kina mshindo. Wala. Lakini kuna kazi nyingi. Nyingi ninazo. Yani kiasi kwamba leo nichague tu nitoe hii basi. Nimesharekodi, nishamaliza kila kitu yani. Ndio. Mashallah. Na tuje katika hii nashidi ya Nipunguzie. Nini kimekusudiwa ndani yake hapa Nipunguzie, na kama utakuwa unakumbuka angalau beti mbili kidogo tupate ladha. Naam. Ni mitihani tu. Unajua sometimes unakuwa unakuwa sisi waimbaji sijui vipi kwa wengine, lakini mimi mwimbaji nikiimba kitu so kama kwa asilimia zote, lakini naweza kusema pia kimeniweza kikawa kimenitokezea labda. Ama kipo kwenye maisha yangu. Au sometimes naweza nikaimba tu, lakini mara nyingi huwa nikiimba kinakuwa kimetokea. Na maki unakuwa unaelezea ile feeling yako, maki hisia zako kutokana kile ambacho kimekutokezea, unapata kitu ambacho kitakuwa safi zaidi. Maki kimekutokea wewe mwenyewe, unaimba kwa hisia, una ushahidi wa kutosha. Ukitunga unatunga kwa hisia. Allahu akbar. Naam, hebu tukumbushe kidogo beti mbili tatu inshallah. Beti mbili tu wastani kama utakuwa unakumbuka mashairi yake. Naam. Kuna kumbukumbu zinaniumiza mimi akilini mwangu. Tena zinazidi hasa mikikaa mimi peke yangu. Zinaumiza sana huu moyo wangu. Nikikumbuka furaha inabakia kuwa machungu. Allahu akbar. Nimekuwa so kucheka muda wote, nawaza nalia. Furaha imenitoka, nahisi kama niloonewa. Nimechoka, ndo maana siri na itoboa. So ya kucheka haya ambayo na yatongoa. Allahu akbar. Asante sana. Inaonekana mashairi yote umeyahifadhi. Shairi zima maki umelihifadhi inaonekana. Naam, zipo lakini so zote. Ni hii tu. Zipo lakini unajua una baadhi ya muda sio unakuwa unakwenda mtu unatungia pale studio. Ndio. Kwa hiyo kitu unakwenda unakihifadhi sasa na mshabiki yani. Unaenda kuhifadhi sasa na shabiki yani ambao unaweza kuna nashidi hasa hizi za collab hizi. Ndio. Unaweza ukasoma pale ukanini, lakini baadaye mkiwaambia mtu imba hawezi. Inakuwa shughuli kwangu tu. Ni kwa wengi maana. Kwa wengi yani. Asante sana Said Abdallah kwa maelezo hayo muhimu sana. Tumefurahi kwa kweli kupata maelezo hayo, lakini kwa sasa tunaomba uturuhusu tuwatazamishe watazamaji wetu nashidi hii ya Nipunguzie. Na inshallah baada ya hapo tutaendelea. Basi mtazamaji wetu ni Said Abdallah huyo. Kiliangalia jina la Said kwenye lugha ya Kiarabu yashake na maana kubwa kabisa, lakini pia Abdallah ina maana kubwa zaidi. Na ni kusema kwamba kwa sasa tukaiangalia nashidi hii ya Nipunguzie kutoka kwake Said Abdallah, akiwa anatukumbushia umuhimu wa mja kurudi kwa Mola wake pale ambapo anapata mitihani mbalimbali, anapata changamoto mbalimbali katika maisha yake duniani hapa. Bila shaka haikosekani mitihani, kila mmoja anatukumbana na mitihani, lakini muhimu zaidi kuweza kuvuta subra, kushikamana na subra na kufanya sababu ya kuondokana ile changamoto ambayo imekukumba ama imekukuta, na hatimaye basi urudi katika hali nzuri na Allah atakufanya wepesi zaidi katika hilo. Lakini muhimu zaidi kuweza kushika subra na kumtegemea yeye, kwa sababu yeye ndiye ambaye analeta mitihani na analeta faraja pia, na kumomba wepesi yeye ni jambo ambalo litakuwa la lazima zaidi. Basi tuangalie nashidi hii ya Nipunguzie inshallah. Kuna kumbukumbu zinaniumiza
mimi akilini mwangu, tena zinazidi hasa nikikaa mimi peke yangu. Zinaumiza sana huu moyo wangu, nikikumbuka furaha inabakia kuwa machungu. Nimekuwa soa kucheka muda wote, nawaza nalia, furaha imenitoka, nahisi kama niloonewa. Nimechoka ndo maana siri naitoboa, soya kucheka haya ambayo nayatongoa. Ya Rabbi nipunguzie, naomba sahali na mie. Ya qalbi uvumilie, ni mitihani ulopewa wewe. Kilichonikuta mimi inanibidi kuvumilia, yote hii mitihani alonipa Jalia. Kwani tumeletwa duniani lengoni kuja kutahiniwa, tusimkufuru Manani kesho tukaja kujutia. Na usikufuru, namshukuru Rabbi itakuja tunuru. Namshukuru Rabbi nami sikufuru, namshukuru Rabbi itakuja tunuru. Namshukuru Rabbi, hizi shida jamani, hii mitihani itakwisha lini? Ya Rabbi nipe yaqini, hizi shida jamani, hii mitihani itakwisha lini? Ya Rabbi nipe yaqini. Ya Rabbi nipunguzie, naomba sahali na mie. Ya qalbi uvumilie, ni mitihani ulopewa wewe. Kilichonikuta mimi inanibidi kuvumilia, yote hii mitihani alonipa Jalia. Na mashallah, mashallah, nashidi hiyo ya nipunguzie, nashidi ambayo imepewa jina la nipunguzie, imesomwa ama imeimbwa na Saiq Abdallah kama inavyoonekana hapo, na alhamdulillah tumepata ukumbusho ndani yake. Na kama ilivyo kawaida, ukumbusho unamfaa mwenye kuamini, na mwenye kuamini akipata ukumbusho basi anafanya kazi, sio tu kusema kwamba nimesikia, la, ni kuweza kusikia lakini pia kufanyia kazi. Sami'na wa ata'na, maki tumesikia na tutatii kile ambacho tumekumbushwa, na hatimaye basi tuweze kupata manufaa kutokana na ukumbusho wenyewe. Lakini kinyume na hivyo tutakuwa hatupati faida na manufaa kwa kile ambacho tumekumbushwa. Inshallah basi katika hilo tukukumbushe tu mtazamaji wetu, kwa wale watazamaji wetu wapya, usisahau hapo kusubscribe, lakini pia kulike, hali kadhalika kusambaza, kushare kwa wengine, ikiwa tuna malengo ya kuweza kuwaenezea wengi zaidi khairi hii na vipindi vyetu hivi bora kabisa ambavyo tunavitoa hapa kupitia Istiqama Swahili TV. Lakini kama utakuwa na maoni yote, basi tuache katika sehemu ya comment hapo, itakuwa jambo ambalo la kupongezwa na la kushukuriwa pia. Tunaendelea kipindi chetu cha nashidi zetu, na sasa turudi kwako Saiq Abdallah. Baada ya kuipata nashidi hiyo ya nipunguzie, naam, tuje katika mafanikio yako. Pengine unahisi kuna mafanikio yote ambayo tayari umeshayapata, kabla ya kutueleza changamoto ambazo umekumbana nazo hapa katika tasnia hii, sababu kila kitu kinakuwa na pande mbili, mafanikio ni faida na changamoto pia. Ndio. Tangu unaanza fani hii hadi leo hii tunazungumza miaka kadhaa,
unahisi kuna lipi gumu ambalo unalipitia? Tuanze na gumu ama rahisi? Tuanze na urahisi kwanza. Mafanikio, sababu kila mmoja tunatakiwa kushukuru bila shaka kabla ya kulalamika. Ndio. Naam. Kwanza naweza kusema nimebahatika kujuana na watu zaidi ambao sikutarajia kukutana nao. Ndio. Na nimekutana nao na nimejenga urafiki nao. Ndio, mashallah. Alafu pia unakuwa kuna hali fulani hivi unakuwa unajisikia yani endapo mfano unakwenda unafikisha ujumbe kwa jamii. Okay. Naam, unapata kidogo alhamdulillah, na mimi nafikisha ujumbe kwa jamii yani. Makini sana kwamba mtu ana jambo lake rohoni au moyoni, sasa siku akilisema akilizihadithia basi anajikuta kwamba alhamdulillah maki ule moyo unasafika. Halafu na kingine najisikia furaha kufanya kitu ambacho mmependa kutoka moyoni. Ndio. Na ni mengi na nyingine kupata kujulikana. Sasa kuna baadhi ya muda unaweza ukaingia sehemu labda ukaonekana labda yule si saiki yule njoo, unafikisha ukapewa heshima. Ama kama ulikuwa ukae foleni ukafanywa mambo yako haraka ukawahi nyumbani na shughuli nyingine, mashallah, inakuwa ni sababu ya kupata wepesi katika baadhi ya mambo. Naam. Ndio inatokezea hivyo. Okay. Naam, katika changamoto ambazo umezipitia pengine? Changamoto nilipitia mwanzo zaidi hasa changamoto kubwa ilikuwa kwenye masuala ya fedha, kipato, masuala ya mfuko. Kipindi kile nilikuwa sina yani ni mdogo, sina source ya income chochote. Kwa hiyo nilikuwa najidhili maybe skuli kipwa pesa naweka mwenyewe au kama hiyo. Lakini kwa sasa ulikuwa unajinyima kachori na baadhi ya skuli nikapata kwa ajili ya Nashid. Naam. Wewe kiboko. Na kwenda naam, nishafanya hivyo sana. Mashallah. Na nilipo ingia alhamdulillah naweza kusema sasa hivi mimi kurekodi audio video free tayari. Kwa sababu tupo na management ambayo imekamilika alhamdulillah. Taban. Kwa hiyo sasa hivi kwa changamoto labda nitafute mimi mwenyewe. Lakini na changamoto hamna. Mnaendelea vizuri maana alhamdulillah. Okay. Na yule ukimwambia bwana Faizu kesho bwana mimi nakuja, haya anasikiliza nzuri, anakuambia hii nzuri au hapa ndosha weka hivi wiki hivi, anakuelekeza. Naam, taban. Baadaye inakitoka na shida anakuambia kama hii inavyoonekana na hii bora tuipige video. Hii inavyoonekana hii audio inatosha kama hiyo. Unapata usimamizi alhamdulillah na sababu kubwa. Na katika nashidi zako ambazo tayari umeshazitoa na hususan kupitia hii mitandao ya kijamii sasa hivi ikiwemo YouTube ambayo inatumika zaidi katika kuupload kazi mbalimbali. Sijui unahisi ama unaona kwamba kazi gani ambayo inapata ule uungaji mkono zaidi katika ufuatiliaji maki? Alhamdulillah kazi zangu naweza kusema karibia zote zinapata, japo sio sana lakini zinapata. Na hiyo sio sana imesababishwa na mimi mwenyewe tu kukaa kimya muda mrefu, lakini kipindi nilipokuwa nikitoa kazi alhamdulillah ilikuwa inapokelewa vizuri. Kuna jambo hili la matamasha ambayo imekuwa yakiandaliwa kwa ajili ya kupromote ama kukuza zaidi fani hii ya Nashid. Naam. Sijui unalizungumziaje hili, pengine umeshashiriki katika matamasha mangapi hadi wakati huu, kama utakuwa na kumbukumbu hii, na pengine kama unakumbuka mafanikio ambayo umeyapata kupitia matamasha haya, inshallah tuweze kushirikiana. Matamasha sema la ukweli, nimeshiriki matamasha mengi sana. Nishakwenda Tanga, nishakwenda Pemba, hapa Unguja, kibao yani. Alhamdulillah. Kwanza nimepata kusafiri maana mimi naweza kusema kwa maisha haya nilokuwa nayo kwa sasa hivi, kufika kule Tanga, Morogoro kama sio Nashidi sifikiri kama ningefika, lakini nilipata kutembea kupitia tasnia hii. Nimejuana na Mushidi ambao wapo Kenya, wapo wengine kupitia hayo matamasha na umekuwa ukisafiri sana kwa ajili ya masuala ya matamasha haya. Na kwa faida ya watazamaji wetu, ni njia gani ambayo watakupata kwenye mitandao ya kijamii?
Kwa jina gani pengine channel yako unatumia? Account yako ukiandika Saiq Abdallah unanipata. Hivyo Saiq Abdallah ipo. Saiq Abdallah. Na kule kuna mwisho kuna K, kuna Q. Kuna Q mwisho. Kuna S A I mwisho Q. Ndio. Kiandika hivyo zinakuja. Mashallah. Waambiaje sasa wale ambao wanatamani sana kufanya kazi nayo, sababu kuna wengine ambao bado ni chipkizi zaidi, wanatamani sana kufanya kazi na watu ambao watangulia. Unaambiaje pengine nafasi hiyo ipo kwako? Nafasi hiyo ipo kama, au pengine kuna taratibu ambazo lazima mtu apitie katika kundi lenu la Saib? Mimi kwa Munshid yoyote ambaye yupo, kwa sababu na mimi nilikuwa mdogo, kwa hiyo najua yale maisha. Mimi mtu yoyote mimi nitafanya naye kazi, isipokuwa tu atakwenda atazungumza na kiongozi wangu, kwa sababu nipo chini ya usimamizi Faizu Luheta. Kwa hiyo akijihisi anahitaji maybe collab na mimi, akikubali yeye, mimi sina shaka. Na hata kutunga nitatunga mimi mwenyewe. Mashallah. Naam. Na pengine kwa wale ambao wanahitaji mawasiliano yako, labda wanahitaji kufanya kazi zile ambazo pengine za mahfali katika shughuli mbalimbali, shule, madrasa, harusi, nafanya sana. Mashallah, shughuli za mpunga hizo bwana. Naam. Mawasiliano yako ya simu pengine tuyapate inshallah. Nambari zangu za simu 0780 260017. Hizo ndo nambari yangu. Tuzirejee. 0780 260017. Okay. Utakupata vizuri tu. Hapo watanifuata vizuri. Una sekunde 10 za kuwaambia watazamaji wako, wafuatiliaji wako inshallah. Unaambiaje? Mimi sina cha kuambia, bali nawashukuru sana kwa support yao ambao wananipa. Alhamdulillah, Allah atawalipa. Na waendelee kusikiliza kazi zangu, na kimya changu kisiwafanye kuwa kujihisi pengine umepotea. Hapana, ni mambo tu ya nini, ila inshallah naahidi nitarudi tena kwa kasi zaidi inshallah. Inshallah. Tunakushukuru sana kwa ujio wako hapa, lakini pia tunaomba iwe ni mwanzo, lakini pia muendelezo, isiwe mwanzo mwisho. Inshallah tuko pamoja, tuendelee kuwa pamoja inshallah. Inshallah, hakuna tatizo. Naam, basi huyo ni Saiq Abdallah ambaye tumepata maelezo mengi sana kumhusu, na bila shaka tumekuwa ni wenye kupata faida kutokana na maelezo ambayo ameyatoa, na inshallah iwe ni khairi na iwe ni hivyo, maana tupate mafanikio kutokana na kile ambacho amekizungumza, kwa kukumbushika kutokana na ukumbusho ambao ametupatia. Basi hatuna la ziada isipokuwa tunakushukuru sana mtazamaji wetu, lakini pia kabla ya kuhitimisha moja kwa moja, usisahau kusubscribe, lakini kwa wale ambao watazamaji wetu wapya, fanya hivyo, halikadhalika kushare kwa wengine, lakini pia kulike kwa wale ambao wanahitaji kutoa maoni yao. Basi inshallah sehemu ya comment ipo hapo, tunakaribisha sana sana kabisa, lengo ikiwa ni kuweza kupokea maoni yenu, kuboresha vipindi vyetu inshallah, na hususan kipindi hiki cha nashidi zetu na vipindi vingine ambavyo tunaviweka hapa katika mtandao wetu huu. Na muhimu zaidi ni kuweza kuungana nasi katika vipindi mbalimbali hapa. Naitwa Said bin Musa, tumekuwa hapa katika nashid au katika kipindi chetu Munshid Saiq Abdallah. Inshallah nakutakia kila la khairi na ufuatiliaji mzuri kabisa vipindi ambavyo vitaendelea kupitia Istiqama Swahili TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa.